بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى kwa mara nyingine Allah ametukutanisha katika wakati huu kwa ajili ya darasa zetu, ikiwa hii leo ni dhuhur يوم الخميس. hii ni ya dhuhuri ya siku ya Alhamisi الثالث من شهر الله شعبان. Alhamisi hii ya tarehe 3 ya mwezi huu wa Kiislamu, mwezi wa Shaaban mwaka 1447 Hijiria. Darasa tuliyokuwa nayo kwa sasa ni darasa inayohusiana na hukumu mbalimbali za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunaisoma darasa hii kupitia kitabu Ithafu Ahli al-Iman bidurusi shahr Ramadhan lifadilati Sheikh صالح بن فوزان ابن عبد الله آل فوزان حفظه الله تعالى. Na leo insha Allah taala tunaingia katika darasa ya pili kwenye kitabu hiki. Qala hafidhahu Allah taala ad-darsu ath-thani, darasa ya pili, fi bayani ma yathbutu bihi dukhulu shahri Ramadhan al-mubarak. Ad-darsu ath-thani, darasa ya pili, fi bayani ma yathbutu bihi, katika kubainisha kile ambacho kuna thibiti kupitia kitu hicho, dukhulu shahri Ramadhan al-mubarak, kuingia mwezi wa Ramadhani uliobarikiwa. Hii ndio darasa ya pili. Darasa hii itabainisha kile ambacho kuna thibiti kupitia kitu hicho, kuingia mwezi wa Ramadhani uliobarikiwa. Ramadhani inaingia kwa kupitia kitu gani? Ndio darasa ya leo. Qala hafidhahu Allah ta'ala, alhamdulillahi alladhi ja'ala al-ahillata mawaqita lin-nas. Sifa njema ni zake Allah ambaye ja'ala al-ahillata, ameijalia miezi miandamo, mawaqita lin-nas, kuwa ni alama za vipindi mbalimbali kwa ajili ya watu. Alhamdulillahi alladhi, sifa njema ni stahiki ya Allah ambaye ja'ala al-ahillata, ameijalia miezi miandamo, mawaqita linnas, kuwa ni alama za vipindi mbalimbali kwa ajili ya watu. Wassalatu wassalamu, na sala na salamu, ala nabiyina Muhammadin, zishuke juu ya nabii wetu Muhammad, wa alihi, na juu ya watu wa nyumbani kwake, wa sahbihi, na masahaba zake, wa man tabi'ahum bi ihsani, na wale wote waliofuatia wao kwa wema. Amma ba'd, ama baada ya hayo yaliyotangulia, qala Allah ta'ala, amesema Allah aliyakuwa ametukuka, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Al-Baqara aya 185. Katika sehemu ya aya hii Allah anasema faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, na yeyote ambaye ameuhudhuria miongoni mwenu mwezi wa Ramadhani, falyasumhu, basi na aufunge mwezi huo, kwa kuamrishwa kabisa, kwa sababu hii ni fi'l mudari' maqrun bilam al-amr. Sheikh anasema faqad awjaba Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayati ala ibadi, na kwa hakika
amewajibisha Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayati, katika aya hii, ala ibadihi, amewajibisha juu ya waja wake sauma shahri Ramadhan, kuufunga mwezi wa Ramadhani, kullihi, kuufunga wote mwezi huo, min awwalihi ila akhirihi, kuanzia mwanzo wake huo mwezi wa Ramadhani mpaka mwisho wake. Allah amewajibisha funga ya mwezi wa Ramadhani kwa waja, tena kuifunga Ramadhani yote mwanzo wake mpaka mwisho wake. Kisha shaka anasema wa awwaluhu, na mwanzo wake hiyo Ramadhani, yu'rafu bi ahadi amrayn, unafahamika huo mwanzo bi ahadi amrayn, kwa moja ya mambo mawili. Utajuaje kwamba sasa Ramadhani imeingia? Utalijua hilo kwa moja ya mambo mawili. Sheikh anatufunza al-amri al-awwali, jambo la kwanza la kutambua kuingia Ramadhan, ru'yatu hilalihi, ni kuonekana mwezi muandamo wa hiyo Ramadhani. Ru'yatu hilalihi ni kuonekana mwezi muandamo wa Ramadhani. Ramadhani itaingia kwa kuandama mwezi na watu wakauona mwezi huo. Na hili la kuingia Ramadhani kwa kuonekana mwezi limekuja kwenye adilla. Sheikh anasema lima rawahu shaykhan wa ghayrihima, kwa kile ambacho wamekipokea mashekhi wawili, al-Bukhari wa Muslim rahmatullahi ta'ala alayhim, wa ghayrihima, na mwingine asiyekuwa wao wawili katika ulama wa hadithi. An ibn Umar radhiyallahu anhuma, kutokea kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala, kwamba hakika mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, idha ra'aytumul hilala fasumu wa idha ra'aytumuhu faaftiru fa in ghumma alaykum faqduru lahu. Anasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idha ra'aytumul hilala, pindi mkiuona mwezi muandamo, yani mwezi ukaandama katika ile yaumu shak, katika magharibi ya tarehe 30 ya Shaaban, mkiuona mwezi katika siku hiyo, idha ra'aytumul hilala, pindi mtakapoona mwezi, fasumu, basi fungeni, wa idha ra'aytumuhu, na pindi mtakapouona huo mwezi muandamo, faaftiru, basi fungueni. Na hapo ni pale inapokuwa mwishoni mwa Ramadhani. Kama mlivyoingia katika kufunga kwa kuona mwezi, basi mtaimaliza funga na kufuturu sasa Idi kwa kuona mwezi vile vile. Fa in ghumma alaykum, na ikiwa patazongwa juu yenu kwa mawingu yakatanda, fa in ghumma alaykum, na ikiwa patazongwa juu yenu msiweze kuona mwezi, faqduru lah, basi ukadirieni mwezi huo. Tutakuja kuona maana ya kuukadiria mwezi. Kuukadiria mwezi ni kutimiza hisabu ya siku 30 za Shaaban. Baada ya hapo hakuna namna isipokuwa itakuwa ni tarehe moja ya Ramadhani. Warawa al-Imam Ahmad wa an-Nasa'i, na amepokea al-Imam Ahmad na al-Imam an-Nasa'i an ibn Umar radhiyallahu anhuma, hadith ibn Umar pia kutokea kwa ibn Umar radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, kutokea kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qala, kwamba yeye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kasema,
la tasumu hatta tarawu alhilala wa la tuftiru hatta tarawhu. La tasumu, msifunge enyi waislamu, hatta tarawu alhilala, mpaka muone mwezi mwandamo, wala tuftiru, na wala msifungue yani katika Shawwal, hatta tarawhu, mpaka muone mwezi huo. Kwa hivyo kufunga kunakuja kwa kuonekana mwezi, kadhalika kufungua katika Shawwal kunakuja vile vile kwa kuonekana mwezi. Warawa at-Tabarani an Talq ibn Ali radhiyallahu anhu, na amepokea Imam at-Tabarani rahimahullahu ta'ala an Talq ibn Ali radhiyallahu anhu, kutokea kwa sahabi akiitwa Talq ibn Ali radhiyallahu anhu, anasema, na hii imenyanyuliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allaha ja'ala hadhihi al-ahillata mawaqita, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala hadhihi al-ahillata, ameijalia hii miezi miandamo. Al-ahillatu ni jam'u hilal, miezi miandamo. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia hii miezi miandamo mawaqita, kuwa ni alama za vipindi mbalimbali. Ni vipindi hivi vya mambo mbalimbali hii miandamo hii. Kisha anasema alayhi salatu wassalam, fa idha ra'aytumuhu fasumu, na pindi mkiuona huo mwezi muandamo, yani katika mwisho wa Shaaban, basi fasumu, fungeni. Wa idha ra'aytumuhu, na pindi mtakapouona huo mwezi muandamo, na hapo ni mwishoni mwa Ramadhani, faaftiru, basi fungueni. Warawa al-Hakim, shaka naendelea kumwaga dalili. Warawa al-Hakim fi al-Mustadrak, na al-Imam al-Hakim rahimahullah amepokea an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kutokea kwa Ibn Umar ambaye ni Abdullah, Allah amridhie yeye na baba yake. Mtume anasema, ja'ala Allahu al-ahillata mawaqita linnas, amejalia Allah miezi miandamo mawaqita linnas, kuwa ni alama za vipindi mbalimbali kwa ajili ya watu. Fasumu liruyatihi, na fungeni kwa kuonekana kwake huo mwezi. Wa aftiru liruyatihi, na fungueni kwa kuonekana kwake. Akthara المؤلف حفظه الله تعالى من النقولات من هذه الأحاديث الشريفة. utaona hapa amekithirisha mwandishi hafidhahullahu ta'ala kunukuu hadithi hizi tukufu, anataka kujenga msingi wa jambo hili katika dalili. Sasa Sheikh anasema, fa fi hadhihi al-ahadith ash-sharifati ta'liqu wujubi sawmi ramadana bi ru'yati hilalihi. Fa fi hadhihi al-ahadith ash-sharifati, na katika hizi hadithi tukufu, ta'liqu wujubi sawmi ramadhan, kuna kuutundika uwajibu wa funga ya Ramadhani biru'yati hilali, kwa kuonekana mwezi muandamo wa hiyo Ramadhani. Ta'liqu wujubi sawmi ramadhana, kuna kuutundika uwajibu wa funga ya Ramadhani biru'yati hilalihi, kwa kuonekana mwezi muandamo wake hiyo Ramadhani. Bimaana uwajibu wa kufunga mwezi wa Ramadhani umetundikwa na kuonekana mwezi. Mwezi ukionekana, bimaana Shaabani imemalizika
na imeingia Ramadhani watu watafunga kwa sababu ya kule kuonekana mwezi. Kadhalika katika hadithi hii kuna jambo jingine, wanahyu, katika hadithi hizi pana jambo jingine na ni hili, wanahyu ani saumi biduni ru'yati alhilal, na makatazo, na maana kuna makatazo ani saumi, kuhusiana na kufunga biduni ru'yati alhilal, pasi na kuonekana mwezi. Haifai mtu akakurupuka tu kuanza kufunga Ramadhani pasi na kuonekana mwezi wa Ramadhani katika yale masiku ambayo ni ya kutizama mwezi, haitofaa. Sawa wa anna Allah jalla wa ala, na kwa hakika Allah jalla wa ala ja'ala al-ahillata, ameijalia miezi miandamo, mawaqita linnas, kuwa ni alama za vipindi mbalimbali kwa ajili ya watu. Biha, kwa sababu ya hiyo miezi miandamo, yaarifuna awqata ibadatihim, wanazitambua nyakati za ibada zao, wa muamalatihim, na vile vile nyakati za miamala yao. Naam, watu wanafunga uqud, mikataba mbalimbali kwa kuzingatia tarehe. Sasa kupitia miezi miandamo wanaweza wakatambua nyakati za miamala yao, lakini pana mafungamano ya kimaisha, pana mambo ya eda za waliofiwa, pana eda za waliopewa talaka, pana wale wanawake wenye kuhesabu ada zao za mwezi, alhaid wal nifas. Mambo yote hayo yamefungamanishwa na hizi tarehe za mwezi. Sawa sawa Allah ameijalia hii miezi miandamo ni alama mbalimbali za vipindi kwa ajili ya watu. Biha, kwa sababu ya miezi hiyo, yaarifuna awqata ibadatihim, wanazitambua nyakati za ibada zao, wa muamalatihim, na nyakati za miamala yao. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah ta'ala, yasalunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, suratul Baqara aya 189. Katika maswali aliyoulizwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yasalunaka 'anil ahilla, na wanakuuliza wewe Muhammad kuhusiana na miezi miandamo. Al-ahilla ni jam'u hilal, na watu walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ufafanuzi kuhusiana na hii miezi miandamo, kwa kuwa ina jambo la kustaajabisha. Kitazama mwezi muandamo una maajabu. Wanasema baadhi ya mufassirin, watu walishangazwa, lima tabdu daqiqatan thumma tazidu hatta tamtali'a nuran, ni kwa sababu gani basi mwezi muandamo unapodhihirika unaonekana ni mdogo sana, kama kijiukucha hivi au nyusi iliyozunguka. Thumma tazidu, kisha wanaendelea kuongezeka alhilal, hatta tamtali'a nuran, mpaka unajaa ule mzunguko wake na unajaa ile nuru yake, unakuwa ni mwezi sasa wenye kuangaza. Thumma ta'udu kama bada'at, kisha unarudi tena kama vile ulivyoanza, unaenda kuwa mdogo. Wala yakunu alhilalu fi halatin wahida kashams, na wala mwezi hauwi katika hali moja kama vile jua. Haya ndio maajabu ya mwezi. Watu wakauliza, bwana, yasalunaka 'anil ahilla, wanakuuliza wewe kuhusiana na miezi miandamo, inastaajabisha jambo lake. Qul, sema Muhammad, waambie, hiya mawaqitu linnasi, hiyo miezi miandamo ni alama za vipindi mbalimbali kwa ajili ya watu. Ai ya'lamuna biha awqata zar'ihim, wanasema mufassirin,
ni vipindi. Hiyo miezi miandamo ni alama za vipindi bwana. Watu wanajua kupitia miezi hiyo nyakati za vilimo vyao. Utasikia ukisema mwezi mchanga huu sasa, huu ni wakati wa kwenda kupanda, mwezi umekomaa, unaashiria mvua. Maneno mengi wakulima wanayo, wanatambua kupitia mwezi nyakati za mazao yao, za vilimo vyao. Wa matajirihim, na wanazitambua nyakati za biashara zao. Naam, wale wasafiri wa majangwani, wale wasafiri kupitia bahari, wanajua nyakati za kusafiri. Mwezi unapong'aza ndio wakati wanaosafiri wale, kwa sababu njia huonekana kwa usahali. Kadhalika watu wanafahamu kupitia miezi miandamo udada nisaihi, eda za wake zao, lakini wanatambua kupitia miezi miandamo siyamahu wa iftarahu, wanatambua funga zao na kufungua kwao. Kuna faida bwana. Qul, waambie Muhammad, hiya mawaqitu linnasi, hiyo miezi miandamo ni alama za vipindi mbalimbali kwa ajili ya watu, wal hajj, lakini pia ni kwa ajili ya haji. Mtajua msimu wa haji umeingia na kwamba hii ni Dhulhijja kupitia miandamo. Sheikh Al-Fawzan anatuambia sasa, wa hadha min rahmatillahi biibadihi wa taysirihi lahum, na jambo hili la kupatikana alama kupitia mwezi tukaweza kujua vipindi vya mambo yetu mbalimbali zikiwemo ibada. Wa hadha min rahmatillahi, na jambo hili ni miongoni mwa rahma za Allah biibadihi, kwa waja wake, wa taysirihi lahum, na ni miongoni mwa uwepesishaji wake kwa wao. Haithu allaqa wujuba as-siyami biamrin wadhihin wa alamatin barizatin, kwa kiasi ambacho ameutundika uwajibu wa kufunga biamrin wadhihin, kwa jambo lililokuwa wazi, wa alamatin barizatin, na kwa alama yenye kudhihiri. Jambo la mwezi liko wazi kabisa, wala haina maana unahitaji madigrii wewe ya kusoma geography au science eti ndio utaweza kumtizama mwezi. Maadamu una akili ya kawaida na una macho, mwezi unaonekana bwana, sio mpaka uwe mbobevu mwenye mashahada, si ndio? Haithu allaqa wujuba siyami biamrin wadhihin, kwa kiasi ambacho ameutundika uwajibu wa funga kwa jambo lililokuwa wazi, wa alamatin barizatin, na kwa alama yenye kudhihiri. Yarawnaha biayunihim, wanaiona alama hiyo watu kwa macho yao. Na hapa sasa Sheikh anagusia jambo ambalo awamu wengi ulizungumza inapokaribia kuingia Ramadhani au kutoka Ramadhani, kwenye masala ya kutizama mwezi. Utamsikia mtu anakuambia, mimi bwana sifungi mpaka niuone mwenyewe kwa jicho langu hivi. Sidanganyiki mimi bwana, niuone kwa jicho langu. Kwani huo ndio muradi? Yani muradi wa kutizama mwezi au kuonekana mwezi ni sharti kila mtu aone? Basi linawezekana hilo? Mara ngapi tumefunga kwa kupitia habari za wenzetu? Unasikia panatangazwa redioni, jamani, mwezi umeandama huko Tumbatu, huko Wakojani walikuwa wanavua huko baharini, wameona mwezi. Hayo ulikuwa baharini, mbona unafunga kupitia taarifa ya TBC Taifa? Uliona? Ni ujeuri tu wakati mwingine, mpaka nione hivi. Uongo, sio muradi wake. Shaka nasema walaisa min sharti dhalika an yara alhilala kullu nnasi, na sio miongoni mwa sharti ya hilo la kuona mwezi, an yara alhilala, kwamba wauone mwezi kullu nnasi, watu wote. Bali idha raahu ba'dhum, pindi wakiuona huo mwezi baadhi yao. Wa kana shakhsan wahida, walau kana shakhsan wahida, ijapokuwa atakuwa huyo aliyeuona ni mtu mmoja, mtu mwadilifu,
Muislamu lazima an-nasa kullahum as-siyamu, utawalazimu watu wote kufunga, itawalazimu watu wote funga. Kwa hivyo si tafsiri yake kuona mwezi ni kila mtu auone kwa jicho lako. Itatosha mwezi kuonekana kwa kupitia baadhi yetu na sisi tutapata habari za yakini. Ndio msingi Sheikh aliweka hapa adhimu. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anakupa shahidi. Amesema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, jaa a'rabiyun ila an-nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alikuja bedui mmoja Mwarabu anatokea shamba huko, alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqal, akasema bedui huyu, inni raaitu al-hilala, hakika mimi nimeuona mwezi. Yani hilala Ramadhan, anakusudia mwezi muandamo wa Ramadhan. Kauona watu pale Madina mjini walikuwa hawajauona. Faqala an-nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atashhadu an la ilaha illa Allah, je, unakiri wewe kwamba hapana muabudiwa wa haki isipokuwa Allah? Qala na'am, yule bedui akasema ndiyo, nakubali hilo. Qala atashhadu anna Muhammadan rasulullah, akamwambia tena, je, unakiri wewe kwamba hakika ya Muhammad ni mtume wa Allah? Qala na'am, bedui akasema ndiyo. Hapa mtume alayhi salam anataka kuthibitisha uislamu wake na kujiridhisha bedui huyu muislamu, basi ndio kipimo hicho. Alipoyasema hayo na kuyakiri, qala, mtume akasema, ya Bilal adhin fi nnas, ewe Bilali, toa adhana kwa watu, tangaza kwa watu, ayasumu ghadan, wafunge kesho, watangazie watu. Ya Bilal, ewe Bilali, adhin fi nnas ay a'lin, watangazie watu, ayasumu ghadan, wafunge kesho. Rawahu Abu Daud, hadithi kaitaja Imam Abu Daud. Bedui huyu mtume alayhi salatu wassalam amechukua habari kutoka kwake baada ya kujiridhisha na uislamu wake, na watu wakatangaziwa wafunge Ramadhani. Naam, baadhi ya riwaya zimekuja kupitia Jabir. Warawa aidan an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, na amepokea vile vile huyo Imam Abu Daud kutoka ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, amesema Abdullah ibn Umar, taraa an-nasu al-hilala, walitafuta kuona watu mwezi muandamo. Taraa an-nas ay takallafu ru'yatahu, taraa an-nasu al-hilala, walitafuta kuona watu mwezi muandamo. Watu walitafuta wauone mwezi muandamo. Abdullah ibn Umar anasema, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nikampa habari mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anni raaituhu, kwamba hakika mimi nimeuona huo mwezi muandamo. Fasama, mtume akafunga. Wa amara an-nasa bisiyami, na akawaamrisha watu kwa kufunga. Hapa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amezifanyia kazi habari za waadilifu. Kwa hivyo si kweli kwamba ni kila mmoja aone yeye kama yeye, ibada hii ingekuwa ngumu kweli kweli. Alafu unaona mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala hakuweka masharti mengine kwenye habari anazoletewa kuhusu mwezi zaidi ya kujiridhisha na ule Uislamu walionao watu, si ndio? Leo pana vituko. Umeona wapi mwezi? Wewe Muislamu ndio, sio muhabi. Muhabi nyinyi, ni wahabi nyinyi, na miezi yenu ya kutengeneza yani mradi watie wana tabu sana. Na kama tulivyosema, mara unaambiwa habari za mwezi hazipokelewi tena, tulifunga mlango.
mashekhe hao washafunga dirisha. Kuanzia sasa hivi habari za mwezi tumefunga. Kwa hiyo ukija na mwezi wako baki nao mfukoni, ubabe tu. Tayib, tuliambiwa kule mwanzo kwamba kuingia kwa Ramadhani kunatambulika kwa moja ama mawili. Jambo la kwanza ni hili, kuonekana mwezi. Al-amri thani, na jambo la pili, mimma yathbutu bihi dukhulu shahri Ramadhana, miongoni mwa ile ambalo kunathibiti kwa jambo hilo kuingia mwezi wa Ramadhani, ukiachilia mbali kuonekana mwezi na hii ni katika ile yaumu shak kwenye magharibi yake, ndio wakati wa kutizama mwezi. Njia nyingine shaka anasema idha lam yura alhilal, na pindi usipoonekana mwezi muandamo. Katika jambo jingine linalotumika kujua Ramadhani imeingia, shaka anasema al-amri thani, jambo la pili, mimma yathbutu bihi, miongoni mwa ile ambalo kunathibiti kwa jambo hilo dukhulu shahri Ramadhan, kuingia mwezi wa Ramadhan. Idha lam yura alhilal, pindi usipoonekana mwezi muandamo. Shaka analitaja jambo la pili, yasema ikmalu iddati Sha'ban 30 yawman, ni kuikamilisha hesabu ya Shaabani siku 30. Naam, ikiwa mpaka magharibi ya ile siku 29, kwa maana ndio inaingia sasa 30, tukatizama mwezi haukuonekana, basi watu wataamka kesho yake ambayo itakuwa ni mchana wa tarehe 30 ya Shaaban, wataikamilisha. Sasa baada ya hapo, kesho yake itakuwa tayari hiyo ni Ramadhani, kwa sababu hakuna mwezi wa Kiislamu kwenye tarehe 31, mwezi 29 au 30. Kwa hiyo namna ya pili ya kuingia Ramadhani ni hii, ikmalu iddati Sha'ban 30 yawman, ni kukamilisha hesabu ya Sha'ban ya siku 30. Qala alayhi salatu wassalam, amesema Mtume alayhi salatu wassalam, fa in ghumma alaykum, ikiwa mtazongwa juu yenu, mtazibwa na mawingu, faqduru lahu, basi mkadirieni huo mwezi, bimaana hesabuni masiku yake. Ndio takdiri hapo, kwa kuyahesabu masiku yake yatimie 30. Muttafaqun alayhi. Wa maana ghumma alaykum, na maana ya maneno ya Mtume alayhi salam, fa in ghumma alaykum ay idha ghatta alhilala shay'un, pindi kitakapouziba mwezi kitu, hala duna ru'yatihi, ambacho kikazuia hicho kitu chini ya kuonekana kwake mwezi huo, lailata 30 min Sha'ban, katika usiku wa tarehe 30 ya Sha'ban, kitakapozuia chochote kikakaa kuwa ni kizuizi baina ya kuonekana huo mwezi katika usiku upi? Katika usiku wa 30 wa Sha'ban, maana ndio usiku ambao tunauangalia mwezi. Hicho kitu wanasema min ghaimin, ikiwemo ni kiwingu, au qatarin, au ukungu, ikawa ni sababu ya kuwaziba nyinyi. Faqduru adada shahri Sha'ban tamman, basi kadirieni idadi ya mwezi wa Shaabani hali ya kuwa ni wenye kutimia. Faqduru adada shahri Shaabana tamman, basi kadirieni idadi ya mwezi wa Shaabani hali ya kuwa ni wenye kutimia, zitimie 30. Sasa nakufanulia kukadiria huko, bi an tukmiluhu 30 yawman, ni kwa nyinyi kukamilisha huo mwezi wa Shaabani siku 30. Kama yadullu ala dhalika qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama vile ambavyo inajulisha juu ya hilo la kukamilisha mwezi wa Shaabani 30, kauli ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
fi alhadith alakhar, katika hadithi nyingine, fa in ghumma alaykum, na hii imekuwa tafsiri, na ikiwa patazongwa juu yenu, patatanda mawingu juu yenu, fa akmilu al-iddata 30, basi ikamilisheni hesabu ya siku 30, yani za Shaaban. Muttafaqun alayh. Kwa hivyo tusipouona mwezi katika ule usiku wa tarehe 30 ya Shaaban, tunafanyaje? Tunakamilisha hiyo siku ya 30 kwa kuhesabu masiku 30 yaliyojaa, kisha baada ya hapo itakuwa ni Ramadhani mosi, hakuna namna. Sawa Shaka nasema wa maana hadha tahrimu saumi yaumi ash-shak, na maana ya kauli hii ni kuharamishwa kufunga siku ya shaka. Naam, ile siku ambayo watu wanazingazinga huenda wakaingia Ramadhani au wasiingie, ile siku 29 hii tumekatazwa kuifunga siku ile. Waqad qala Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, na kwa hakika amesema Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, na maneno yake haya yana hukumu ya rafu. Man sama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yoyote ambaye ataifunga ile siku ambayo panatiliwa shaka ndani yake ya kuonekana mwezi au kutokuonekana, atakayefunga siku hii faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa hakika huyo atakuwa amemuasi Abul Qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ulama wanasema saumu hapa ni saumu yote ya nafila, ama kwa yule ambaye alikuwa anafunga faradhi, labda ni kulipa madeni au saumu nyingine ya faradhi, inafaa kuifunga katika siku hii. Muradi wa nahi ni kwa saumu yoyote ya nafila. Hadha ala sahih. Tumefahamiana Basi maneno yanaendelea katika huu mlango wa pili, hii darasa ya pili. Atakuja kutaja hapo mbele Sheikh sasa wale watu wa kufuata kalenda zile za watu wa hesabu za falaki, ambapo baadhi ya nchi ndio utaratibu wao, kama zile kalenda za Kituruki zile zimeshatulizana, wao watakuangalia mwezi umeandama au kuandama, kalenda yao inaonyesha Ramadhani lini, Idi lini, hivyo ilivyowekwa ndivyo hivyo. Tutakuja kuona huo ni utaratibu wa sawa wa haya makalenda. Sheikh atakuja kugusia jambo hilo muhimu sana. Ilahuna barakallahu fikum. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيرا.